Ndani ya mwaka ambao umetoa taswira tofauti kwenye upande wa soka la Tanzania ni mechi ya Simba na Yanga ambayo mpaka sasa hivi bado ina sintofahamu. Kwa upande wa klabu ya Yanga wanasema kwamba wao hawatashiriki mchezo huo, lakini kwa upande wa Simba wanasema kwamba wako tayari. Mpaka sasa hivi ukipita kwenye mitandao ya kijamii utaona namna ambavyo Simba wanawakebei Yanga na kuambia kwamba mpaka sasa hivi wanawapigia simu lakini hawapokei. Kwa upande wa bodi ya ligi wameweza kutoa taarifa rasmi juu ya maamuzi ambayo yatachukuliwa kuelekea kwenye dabi hiyo ya Kariakoo ambayo itachezwa Juni 15. Kabla sijakwenda kukutaarifu hapa nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Katika kile kinachoonekana kama hatua ya kulinda heshima ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na kuhakikisha ushindani wa haki unadumishwa, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imetoa onyo kali kwa klabu ya Yanga kufuatia taarifa ya klabu hiyo kutishia kutoshiriki kwenye mchezo wa watani wa jadi dhidi ya Simba, mechi hiyo ambayo itachezwa tarehe 15. Tunafahamu kawaida mchezo huo huvuta hisia za mashabiki wa soka nchini na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa iko katika sintofahamu kutokana na mvutano unaoendelea baina ya uongozi wa klabu ya Yanga na vyombo vinavyosimamia mpira wa miguu nchini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani ya TPLB, endapo Yanga itaamua kutojitokeza katika mchezo huo mkubwa, hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa dhidi yao. Kwanza, kwa upande wa TPLB wameeleza kwamba kwa upande wa klabu ya Yanga watapokwa alama 15 katika msimamo wa ligi kuu, jambo ambalo litakuwa na athari kubwa kwa nafasi yao ya kushindania ubingwa. Kufungiwa kwa baadhi ya viongozi ndani ya klabu ya Yanga, hasa wale watakaohusishwa moja kwa moja na uamuzi wa kugomea mechi, hatua ambayo inalenga kuhakikisha viongozi wa klabu wanawajibika kwa maamuzi yao. Adhabu ya faini kubwa kwa kuvunja kanuni ya ligi kuu, ikiwemo kuharibu taswira ya soka Tanzania na nje ya nchi. Chanzo cha mvutano huu tunafahamu ni malalamiko kwa upande wa klabu ya Yanga juu ya baadhi ya maamuzi ya TPLB ambayo klabu hiyo inaidai kwamba inaipendelea zaidi kwa upande wa klabu ya Simba, na ni kama hivyo wanaitazama wao ndio wabebe ubingwa ndani ya msimu huu. Taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga zinaeleza kuwa baadhi ya viongozi wanahisi mazingira ya mchezo huu hayako sawa na kuna ajenda za makusudi kuikandamiza klabu yao kupitia maamuzi makubwa ambao wamekuwa wakiamua. Tunafahamu kwa upande wa Simba waligomea kwamba wao wametimuliwa kufanya mazoezi. Ukienda kwenye kanuni timu kugomea mchezo, hakuna sheria ambayo inasema kwamba labda timu haitoruhusiwa kwenda kucheza mechi. Bodi ya ligi kupitia kwa baadhi ya watu wa ndani imesisitiza kuwa kanuni za ligi kuu ziko wazi na hakuna klabu yoyote inayoweza kujichukulia maamuzi ya kugomea mchezo bila kufuata taratibu rasmi. Bodi hiyo imesema kuwa mechi ya dabi ni sehemu ya ratiba ya ligi kama mechi nyingine yoyote na inatakiwa kuchezwa kama kawaida bila masharti au vitisho kutoka kwa klabu yoyote. Endapo klabu ya Yanga itashindwa kujitokeza uwanjani kwa ajili ya mechi hiyo, bodi haitasita kuchukua hatua kulingana na kanuni za ligi: kupoteza alama, kufungiwa kwa viongozi na adhabu nyingine za kifedha, na miongoni mwa hatua wanazoweza kuchukua kwa mujibu wa sheria. Kupoteza alama 15 kutaiweka Yanga kwenye hatari ya kushindwa kushindania ubingwa msimu huu, jambo ambalo litavuruga malengo ya klabu hiyo. Aidha, kufungiwa kwa viongozi kunaweza pia kuathiri uendeshaji wa klabu hiyo, hasa katika kipindi hiki cha msimu ambapo mipango ya kiufundi na mikakati ya ushindi huhitaji utulivu zaidi na ukubwa wa kiutawala. Kwa upande mwingine, kitendo cha klabu kubwa kama Yanga kugomea mechi ya dabi kinaweza kupunguza mvuto wa ligi, kushusha thamani ya udhamini na hata kuathiri mahusiano ya soka ya Tanzania na mashirika ya kimataifa kwa soka kama CAF na FIFA. Wadau mbalimbali wa soka nchini wameshaanza kutoa wito kwa pande zote mbili kutafuta suluhu ya amani badala ya kutumia mbinu za kuvuruga ratiba na kushinikiza maamuzi kwa njia zisizo za kiungwana. Mashabiki wa soka ambao ndio uti wa mgongo wa mchezo huo wameonyesha kukatishwa tamaa na mvutano huo, wakasema kuwa dabi ni zaidi ya pointi 3, ni sehemu utamaduni wa historia na fahari ya soka la Tanzania. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwa uongozi wa klabu ya Yanga kuona kama watatafuta njia ya mazungumzo au watasimamia msimamo wao wa kutoshiriki dabi. Vile vile bodi ya ligi imeweka wazi kuwa itakuwa makini katika kulinda heshima ya ligi na kuhakikisha ratiba inafuata kwa mujibu wa sheria. Je, Yanga watagoma kucheza dabi hiyo ama watabadilisha msimamo wao wa kujitokeza kusaka pointi muhimu dhidi ya watani wao wa jadi? Tutaendelea kufuatilia taarifa hii na mambo namna ambavyo yatakavyokuwa.